Mheshimiwa, tuendelee. Mheshimiwa Masache Njelu Kasaka. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Sasa naomba serikali iweze kutoa majibu kwenye swali la wananchi wa Chunya namba 152. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Masache Njelu Kasaka, mbunge wa jimbo la Lupa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali ilisaini mkataba wa ujenzi wa mradi wa maji wa mji wa Chunya mwezi Juni 2022 ambapo ulikuwa ukitekelezwa kwa kushirikiana na serikali ya India kwa gharama ya dola za Marekani milioni 6.59. Pamoja na kazi zingine, serikali ilipanga kuchimba jumla ya visima 7 kama chanzo cha maji, ambapo baada ya kuchimba visima na kufanya majaribio ilionekana havikuwa na matokeo mazuri ya wingi na ubora wa maji uliokubalika kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Mheshimiwa Spika, matokeo hayo yalipelekea serikali kutafuta chanzo cha maji mbadala ambacho ni mto Gwaziva, ambapo baada ya usanifu wa marejeo sasa mradi huo utagharimu jumla ya dola za Marekani milioni 16 badala ya dola za Marekani milioni 6.59 za awali. Kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha za utekelezaji wa mradi huo, ikiwemo majadiliano ya kina na serikali ya India ili kuhakikisha utekelezaji wa mradi huo unaanza katika mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Kasaka. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu ya serikali ambayo imeweza kuyatoa, lakini wananchi wa Chunya wamelituma maji. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa serikali inaendelea kutafuta fedha ili kuweza kutekeleza mradi huu ambao utekelezaji wake utachukua zaidi ya miaka 2. Je, kwa nini sasa serikali isianze kutekeleza mradi huu kwa kiasi cha fedha kilichokuwepo dola milioni 6 ambazo takriban na zaidi ya bilioni 13 ili kuanza hatua za mwanzo maana kwenye chanzo pamoja na tenki na power house ili fedha nyingine zitakazopatikana utekelezaji wake uweze kukamilika. Swali la pili, kwa kuwa mji wa Chunya mjini una changamoto kubwa sana ya maji na mradi huu utekelezaji wake utachukua muda mrefu, je, ni upi mpango wa serikali wa muda mfupi wa kuchimba visima vichache ili viweze kushirikiana na vivyo kuwepo ili changamoto ya maji Chunya mjini iweze kutatulika? Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Masache Njelu Kasaka, mbunge wa Lupa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa dhati kabisa nimpongeze Mheshimiwa Masache ambaye amekuwa sauti imara ya wananchi wa Lupa, hasa katika kuwatetea na kuhakikisha kwamba huduma ya maji safi na salama inaendelea kuimarishwa. Mheshimiwa Spika, kwenye swala la kwanza nimtoe hofu kwamba serikali baada ya kubaini kwamba visima vile havina ubora unaotakiwa kupeleka maji kwa wananchi, lakini pia visima vile havina wingi wa maji kulingana na usanifu wa mahitaji halisi ya eneo husika, tukabaini kuna chanzo kingine, maana yake kwamba scope ya kazi ikabadilika na gharama zake zikabadilika, lakini kwa sababu fedha hizi ziko committed kwa ajili ya kutekeleza mradi huo, lakini pia hatuwezi kuanza kuzitumia kabla ya makubaliano na serikali iliyotoa hizo fedha, kuhakikisha kwamba tuwe na maelewano ili watoe kibali kama ni kuendelea ama tusubiri ili waongeze fedha ili tukatekeleze na kufanya shughuli zote kwa pamoja bila kuwa na changamoto. Nimuombe awe na subira katika hili kwa niaba ya wananchi wake wa Lupa. Tunamhakikisha serikali tuko makini na tunaendelea na mchakato huo na tuko katika hatua nzuri kabisa. Mheshimiwa Spika, katika eneo jingine, swala la pili ni kuhusiana na kwamba tufanye juhudi za dharura. Mheshimiwa mbunge ni shahidi. Kwanza kabisa tunavyo visima pale ambavyo vimechimbwa vitatu ambavyo vinatoa maji takribani lita 692 kwa siku, lakini pia serikali kupitia Wizara ya Maji kutumia wataalamu wetu wa ndani na kutumia mitambo ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoinunua
tumechimba pale kisima ambacho sasa kinatoa lita 412,000 kwa siku, ambapo tunaamini kwamba kutoka kwenye mahitaji ya milioni 4.3 tukajumlisha 692,000 tukajumlisha 412,000, mahitaji yetu yanazidi kupungua, na sasa upatikanaji wa maji unaenda kuwa zaidi ya 56% kwa mji wa Lupa. Nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge, tuko makini na tumejizatiti kwenda kutatua huduma ya maji safi na salama katika mji wa Lupa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Kabati.